إرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. صلوا على نبيكم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خصنا بأعظم كتاب أنزل وشرفنا بأكرم رسول بعث وفضلنا بخير شريعة شرعت وجعلنا بفضله ومنه من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأسأل الله المزيد من صلواته وسلامه على رسولنا محمد. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، وفرج بجاهه عندك ما نحن فيه. ربي لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. Nitambue uwepo wa mashekhe mbalimbali kwa nafasi zao, na niwasalimu kwa salamu yetu ya Kiislamu, ansalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Kwa kweli tuna wajibu mkubwa wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadla zake na ihsani yake kwetu. Katika jumla ya fadla zake ni kutujalia sisi kuwa ni Waislamu. Baadhi ya watu kwa sababu ya kuwa na akili zisizokaa chini kutafakari, huwa wakadhani kuwa Uislamu ni kitu cha kawaida, kama sio fadla sio ihsan. Ukitaka kujua umuhimu na thamani na position ya Uislamu, watazame vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, al-mustafaina al-akhyar, wateule wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walitamani neema ya Uislamu kwa watoto wao, walitamani neema ya Uislamu kwa wake zao, walitamani neema ya Uislamu kwa wazazi wao. Fa aballah, Mwenyezi Mungu akasema hapana, nakupendeni sana, lakini Uislamu kwa hao watu mnaowapenda mimi hapana, siwapi neema hiyo. Muangalie Abul Anbiya wa Rusul, baba wa manabii na mitume, Nuh alayhi salatu wassalam, ambaye sisi sote asili yetu inarejea kwa wanaye.
Nuhu alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala alimbariki watoto wanne. Mtoto aliyetambulika kwa jina la Kanaan, mtoto aliyetambulika kwa jina la Sam, mtoto aliyetambulika kwa jina la Ham, mtoto aliyetambulika kwa jina la Yafith. Kanaan alikuwa ni mfano mbaya wa watoto. Ni sawasawa na baadhi ya watoto tulionao hivi sasa. Watoto mafedhuli, jeuri kwa wazazi wao. Siku moja nilikuwa natoa khutba msikiti mmoja Dar es Salaam. Natoa khutba, katikati ya khutba kuna mzee mmoja alikuwa analia uliaji wa kutoa kwikwi, analia machozi yanamtoka katika khutba. Nikasema nisimtazame yule mzee, atanitoa katika reli. Analia kweli kweli katika khutba. Baada ya khutba yule mzee akanifuata akaniambia, Sheikh, umezungumza kitu kikubwa sana. Nikamwambia, kitu gani? Umezungumzia swala la kuwaheshimu wazazi wawili. Mwanangu niliyemzaa anathubutu kuniita mimi baba yake mzazi mpumbavu. Hawa watoto wa aina hii ndio mfano wa nani? Wa Kanaan, ambaye baba yake Nuhu alayhi salatu wassalamu anamwambia, ya bunai, ewe mwanangu, irkab maana, panda pamoja na sisi katika hili jahazi. Angalia majibu ya mtoto jeuri fedhuli. Mtoto anamjibu baba yake wa kumzaa, saawi ila jabali yasimuni min alma. Baba, mimi nitaenda kukikwea kile kilima kile, kitanihifadhi na hiyo unayoiita wewe gharika. Mzazi hisia za uzazi zinamchukua, anamwambia mwanawe, la asima al-yawma min amri Allah. Hakuna atakayesalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto bado hasikii. Mwenyezi Mungu akaingilia kati, akamwambia, we Nuhu, we innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, fala tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Sio katika watu wako. Innahu amalun ghayru salih, anachokifanya ni ukosefu wa adabu. Fala tukhatibni fil ladhina zalamu, usije ukaniambia tena kuhusiana na waliodhulumu nafsi zao, innahum mughraqun. Watazama, hala bainahuma almauj, likapita kati ya Nuhu na mwanawe wimbi kali, fakana min almughraqin, akawa yupo pamoja na wale waliozama. Nuhu alayhi salatu wasalam anatamani neema ya Uislamu kwa mwanae wa kumzaa. Allah, Mwenyezi Mungu anakataa, anamwambia hapana, Nuhu nakupenda sana, lakini huyo bwana hapana, hapana. Nuhu alayhi salatu wasalam anatamani neema ya Uislamu kwa mkewe. Mke ndani ya Qur'ani ameitwa as-sahib biljam, ni godoro letu la kulalia. Wake ni magodoro yetu ya kufanya nini? Ukimwona mtu analala na mke, basi ujue huyu analala kwenye chaga. Analala kwenye nini? Alali kwenye nini? Godoro. Ukimwona mtu analala nyumbani kwake hana nani? Hana mke, ujue analala huyo, hajifuniki shuka. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hunna libasul lakum wa antum, wake zenu ndo mashuka yenu nyie ya kujifunikia. Ukilala bila mke unalala bila nini? Shuka. Jamani, tunaelewana, tuelewana. Sitaki kwenda kwenye balagha wala nini. Hapo hapo.
anatamani neema ya Uislamu kwa mkewe, Mwenyezi Mungu anakataa, anamkatalia Nuh. Angalia alichokuwa anakifanya mke wa Nuh alayhi salatu wassalam. Yeye ndiye aliyekuwa anatoka anaenda kuambia mashoga zake, nyie jamani, inna Nuhan la majnun, mume wangu mie chizi, dishi limecheza. Chizi. Mke wa mtume huyo anaenda kuambia wenzake kwamba mtume ni nani? Chizi. Nuh chizi. Uchizi wake kusema rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru thumma inni da'awtuhum jihara. Chizi. Wake zetu wana mitihani yao, isipokuwa yule atakayehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili lishaye kutokea hata kwa baadhi ya mashekhe. Baadhi ya mashekhe, kuna shekhe mmoja anatambulika kwa jina la Malik ibn Dinar. Malik ibn yeye alikuwa na mke, huyo mke hata kumuelezea nashindwa. Mwanamke mbabe, mwanamke ana maneno huyo, mpaka watu wakamwambia Malik ibn Dinari, wewe kiongozi wetu, shekhe wetu, talikha, mpe talaka bwana, unakaa naye anakusumbua nini? Angalia majibu ya kisha Mungu. Anamwambia yule aliyomwambia muache mkeo, khashitu an yuftatana an-nasu biha, naogopa watu wasije wakafitinishwa na huyu mwanamke, huyu mke, mitihani aliyokuwa nayo huyu mke wangu na imhudumii mwenyewe. Nikimpa talaka akaolewe na mwanaume mwingine, huyu siku amalizi. Sio kwamba alikuwa kapewa limbwata. Sema mtihani huu na uweza mie mwenyewe. Nitarudi baadaye.